na upewe heshima kwa sababu ya uaminifu wako. Uhimidiwe nyakati zote na majira yote, kwa sababu wewe ni mkuu wa uzima katikati ya watoto wako. Tusaidie tukujue na uwezo ulioubeba kwa ajili ya maisha yetu katika Kristo Mwokozi wetu. Na mtu mmoja aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, somo ambalo tulikuwa tunajifunza ni kwa habari ya kuifichua dhahabu iliyojificha au dhahabu iliyositirika, ambayo dhahabu hii iko ndani ya mtu. Lakini leo ikiwa ni siku ya Ijumaa na wengi kwenye makanisa mbalimbali wana ibada mbalimbali kwa ajili ya kukumbuka. Ndio maana wengine wakatuma message, jamani mtumishi, hivi leo kuna ibada, hivi kuna ibada, na kupigia simu hivyo ili kupata tu uhakika huo kama kuna ibada. Kwa nini? Kwa sababu leo ni siku ya Ijumaa Kuu. Hebu sema siku ya Ijumaa Kuu. Sasa ningetamani sana, kwa sababu tulikuwa tuko kwenye maombi kwa ajili ya kuifichua hiyo dhahabu ambayo imejificha ndani ya mtu, kwa ajili ya watu ambao wamefungiwa kengele, ambao tuna vipengele vingi sana bado hatujaomba kwa ajili ya watu hawa au kwa ajili ya maeneo haya muhimu. Lakini pia kwa ajili ya watu ambao ni majibu ya kiuchumi, ambao tuliomba juzi kidogo na tuliona jinsi ambavyo Mungu alikuwa anatufungua. Lakini nataka nizungumze kidogo kwa habari ya kile ambacho Mungu alikifanya msalabani ili kusababisha dhahabu iliyowekwa na Mungu ndani yako idhihirike. Nizungumze kidogo kile ambacho kilifanywa msalabani ili kukukumbusha na kukuongezea imani, ili unapopata wasaa wa kuomba ujue nini kimefanyika kwa ajili yao. Mfano, juzi, kama kuna mtu atakuwa anakumbuka, majuzi nafikiri nilikuwa ninaomba, alafu nikiwa naomba kuna saa nikatamka neno tetelesai, nikarudia mara kadhaa, alafu mapepo yakawa yanalipuka sana. Wangapi walisikia hilo neno? Okay, wengi wamesikia. Na mapepo yakawa yanalipuka. Sasa kwa nini nilikuwa natumia au nasema neno chili alafu mapepo yanalipuka? Kwani kusema tetelesai ikamaanisha nini mpaka mapepo yalipuke? Sasa unisikilize. Kwa sababu ni Ijumaa Kuu, ambayo kulingana na siku kama hii ya leo, watu wengi sana tunakusanyika kwa ajili ya kukumbuka juu ya kile ambacho Mungu alifanya kwa ajili ya mwanadamu, au kwa ajili ya kumpata mwanadamu, au kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu, au kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, au kwa ajili ya kumnunua mwanadamu. Na tunakumbuka mateso ambayo Yesu aliyapitia, ambayo mateso haya aliyoyapitia sio kwa ajili yake, isipokuwa kwa sababu yeye, iliandikwa kwenye Luka kule mbele ya kwamba umewekwa kwa ajili ya kuanguka, ili wengi wafanya nini? Wengi wainuke. Kwa hiyo tunapokumbuka mateso
tunakumbuka juu ya jambo muhimu sana na jambo nyeti sana ambalo lilifanyika, ambalo ni mojawapo kati ya funguo muhimu sana katika ufahamu wetu kwa ajili ya kupata upenyo. Na maanisha nini? Kwenye historia ya mwanadamu na katika historia ya Yesu, kuna historia ya Yesu kuja duniani na kuna historia au tunakumbuka juu ya kifo cha Yesu. Ukombozi haujabebwa kwenye kuzaliwa kwa Yesu, ijapo tunafurahi na kusherekea na kushangilia. Kwa nini? Kwa sababu nuru imekuja wapi? Imekuja duniani. Kwa tunafurahi, tunashangilia ya kwamba nuru imekuja duniani. Lakini kati ya kitu ambacho ni kikuu sana, sio kufa, sio kuzaliwa kwa Yesu. Labda ningesema ya kwamba kama kuna eneo muhimu la kushangilia na kufurahi alipo kwenye kuzaliwa kwa Yesu, lakini lipo kwenye kufanya nini? Kwenye kufa kwa Yesu, tofauti na kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu hii, mwanadamu alipotenda dhambi Eden, na tunajua kabisa ya kwamba akatengwa na uso wa Mungu. Alipotenda dhambi Eden, akauza vyote ambavyo alikuwa amepewa amiliki atawale, ikiwepo na wanyama, ikiwepo na ardhi, ikiwepo na miti na vitu vyote vilivyokuwepo katika wakati huo, vyote na vitakavyokuja vilikuwa vimewekwa chini ya miliki ya Adamu. Kwa hiyo Adamu alipotenda dhambi, akauza vile vyote ambavyo alikuwa navyo. Hebu sema akauza. Naomba rudia hilo neno. Ukielewa hili neno kule mbeleni utaelewa nini maana ya neno lile ambalo nilitumia majuzi. Kwa hiyo akawa amemuuzia shetani. Kwa hiyo shetani, mwanadamu akapoteza nafasi ya kuwa Mungu wa dunia. Kwa sababu Mungu alimuumba mwanadamu awe Mungu wa nini? Mungu wa dunia. Kwa hiyo dhambi ikasababisha mwanadamu akanyang'anywa ule uungu au kuwa Mungu wa dunia. Kwa sababu Mungu alikuwa ni Mungu anayetawala mbinguni, alafu duniani amempa mwanadamu awe Mungu wa dunia. Kwa hiyo alipotenda dhambi akauza. Alipouza akawa ameuza kwa uhalali. Yaani hapo shetani akawa ana uhalali 100%. Hebu sema 100. Akawa ana uhalali wa 100% kwenye ardhi. Ana uhalali wa 100% kwenye wanyama. Ana uhalali wa 100% kwenye vitu vya thamani, kwenye dhahabu ambazo zilikuwa kwenye ile ardhi, na vyote akawa ana uhalali wa kiumiliki kwa 100%. Kwa hiyo tangu wakati huo Mungu akaanza jitihada nyingine za kuanza kumtafuta tena mwanadamu ambaye amejiuza kwenye utawala wa shetani. Maandiko yanasema ya kwamba alipokuja kwenye bustani akaita ya kwamba Adamu, uko wapi? Kwa nini? Kwa sababu Adamu tayari ameondoka kwenye ule uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu umeondoka kwake, na ibilisi amekuwa na uhalali. Ndio maana pale bustani ya Eden utaona Adamu na mke wake wakafanya nini? Walifukuzwa. Au somi mahali ambapo naye shetani akafanya nini? Akafukuzwa, akaondolewa kwenye bustani ya Eden. Au somi utaona ya kwamba yule mtu aliyefanywa na Mungu akafukuzwa, wakaekwa makerubi wenye panga za moto walinde bustani ya Eden na ulinde ule mti wa uzima. Lakini Mungu alipouliza, wakasema tuko uchi.
Mungu akamchinja kondoo, mwana kondoo, akamvisha Adamu tena mavazi ya nini? Mavazi ya ngozi. Sababu ya kuchinja mwana kondoo sio apate nguo za nje, isipokuwa sababu ya kuchinja mwana kondoo ili mwanadamu apate aweni ya kukubaliwa, aweni ya kukubaliwa. Kwa sababu tangu wakati huo na kuendelea nyakati zote ambazo zimepita huko mbeleni, mwanadamu hata kama alikuwa ana dhambi, hata kama walikuwa wanaenda kutoa sadaka, dhambi zao zilikuwa hazisamehewi zikaisha, isipokuwa dhambi zao zilikuwa zinafanya nini? Zinafunikwa. Dhambi zao zinafunikwa. Kwa hiyo kuanzia wakati huo sasa, Ibilisi akawa mmiliki, akawa mtawala. Mungu akaanza mchakato wa kuanza kumtafuta mwanadamu, kwa sababu tayari mwanadamu sasa anaishi wapi? Anaishi chini kwenye dunia ambayo Mungu ndiye, shetani ndiye Mungu sasa wa dunia hiyo. Kwa hiyo anaishi mahali ambapo anayetawala, anayemiliki ni shetani. Yaani tungesema hivi, huyu mwanadamu alikuwa anaishi labda eneo chili hapa, amekabidhiwa eneo chili hapa kisheria na Mungu ya kwamba ni kwake. Ana haki ya kuchukua chochote anachokitaka, ana haki ya kufanya chochote anachokitaka. Alipokosea, ili eneo lote likauzwa, yeye mwenyewe akauzwa, akaliuza. Alipoliuza, likawa chini ya utawala wa yule aliyemuuzia. Aliyemuuzia akawa na umiliki juu ya ile eneo. Kwa hiyo mwanadamu sasa akitaka chochote kwenye ili eneo, hana tena mamlaka ya kuchukua, hana tena mamlaka ya kufanya chochote, isipokuwa sasa akaanza kuishi maisha ya utumwa kwenye mazingira ambayo alikuwa amepewa awe mkuu. Na ndio maana sasa ukisoma huko, wakaja watumishi mbalimbali, Mungu akaweka sheria ya kwamba kwa sababu ya dhambi zenu zinanifanya mimi Mungu niwe mbali na ninyi. Akazungumza, dhambi ikasababisha umri wa kuishi ukapungua. Lakini kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 7, sura ya 8, utaona ya kwamba Mungu anakuja tena kumtafuta mtu mmoja ambaye anaitwa Nuhu. Nuhu anakuja, anapata upendeleo kwa Bwana. Watu wanakufa wengine kwa sababu ya gharika na nini. Lakini baadaye maandiko yanasema hivi ya kwamba Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Nuhu akatoa sadaka za kupendeza. Mungu akasikia harufu ya kumridhisha. Maana yake damu za wanyama zikaonekana zina thamani kubwa kuliko damu ya mwanadamu, kwa sababu ya ule usaliti, au kwa sababu ya kule kuasi, au kwa sababu ya kule kujiweka chini ya nani? Chini ya shetani. Kwa hiyo ili kupata chochote kuanzia wakati huo, hakuna namna isipokuwa kwa njia ya damu ya mnyama. Ili angalau Mungu asikuue, walikuwa wanaenda kupitia damu za wanyama. Maana yake wao walionekana hawafai. Heri ya wanyama kuliko nani? Kuliko huyu mwanadamu. Heri ya mnyama kuliko huyu mwanadamu. Kwa hiyo ilipenda hivyo, Mungu akazidi kuupenda ulimwengu zaidi. Hapakuwa na mtu yote ambaye akaweza kuleta ukombozi wa dunia. Kati ya watumishi wote ambao walitumwa juu ya uso wa dunia, hakuna ambaye aliweza kuleta ukombozi wa kudumu juu ya dunia, au kurudisha tena, sio tena kumnyang'anya. Kwa sababu mwanadamu alifanya nini? Aliuza. Kwa hiyo hauendi kufanya nini? Hauendi kunyang'anya. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anafungwa. Anafungwa na nini? Anafungwa na sheria ya nini? Ya neno lake. Kristo Yesu usaidie. Kristo Yesu usaidie. Kwa hiyo sasa Yesu kwenye Yohana sasa ile sura ya 3 ule mstari wa 16 anaposema kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu tena hata
akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo akaupenda ulimwengu. Kwa hiyo Yesu akaja tena kwa jinsi ya mwili. Anatafuta nini? Anamtafuta mwanadamu tena. Mwanadamu yupi? Yule ambaye aliuzwa kwa nani? Kwa shetani. Na hii inatupa ushahidi kwenye Luka sura ya 4 ya kwamba hata Yesu alipokuja akakiri ya kwamba jamani, mkuu wa ulimwengu huu amekuja, mimi sina kitu chake, anasema kwenye Yohana. Lakini kwenye Luka, shetani anakuja kumjaribu Yesu, anamwambia vitu hivi vyote ni vya kwangu. Au sikii Yesu akikataa? Yesu asemi ya kwamba hapana, wewe ni muongo, vitu hivi ni vya kwangu? Hauoni? Na kweli muumbaji wa vitu vyote hakuwa shetani, alikuwa ni Mungu, alikuwa ni Yesu, kwa sababu ya Yohana 1 ule mstari wa kwanza na kuendelea, ya kwamba vyote vilikuja kufanyika kwa yeye Yesu, wala pasipo yeye kufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo ile kitendo cha kuuza, shetani anamwambia Yesu, nitakupa mimi vitu hivi kwa sababu ni vya kwangu. Kwa hiyo ili uweze kuvipata vitu hivyo, hauwezi ukaenda ukapigana na shetani. Nyie watu, shetani ana nguvu. Hata tukizungumza issue za wachawi wana nini? Wana nguvu. Lakini nini ambacho kitakusababisha wewe uweze kuvipata vitu ambavyo mmiliki anayemiliki hataki kukupa, hayuko tayari kukupa ukimkataa, atakupa ukimkubali? Na wewe utapataje hivyo wakati hautaki kumkubali huyo shetani? Sasa tutavipataje wakati ni vya kwake? Kumbuka, shetani hakupokonya, aliuziwa. Kwa hiyo ana documents zote za manunuzi juu ya kumtawala mwanadamu na kutawala vitu vyote. Kwa hiyo kwa nini ninasema ya kwamba kifo cha Yesu kimebeba maana kubwa sana? Kwa sababu Yesu alipozaliwa, alizaliwa kwenye agano la kale. Kwa sababu agano la kale alikuja kwa sababu ya Yesu wakati Yesu amezaliwa. Agano jipya alikuja wakati Yesu amefanya nini? Amezaliwa. Yesu alizaliwa kwenye agano la kale. Yesu aliishi kwenye agano la nini? La kale. Agano jipya lilianzia wapi? Msalabani. Na pale msalabani, moja ya kitu ambacho alikifanya Mungu ni kumlipa shetani kile alichokuwa anadai. Haleluya, haleluya. Kile ambacho alikuwa anadai. Kwa hiyo alilipwa wapi? Alilipwa pale msalabani. Na ndio maana kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 19 ule mstari wa 30, sura ya 19 ule mstari wa 30, sura ya 19 kitabu cha Yohana 19, utaona anazungumza maneno kadhaa pale. Na haya ni maneno anayoyazungumza yakionyesha kile ambacho kilikuwa kinafanyika, kile ambacho kilikuwa kinafanyika. Nisome ule mstari, nianze wa 28. Baada ya hayo Yesu aliyakijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Kulikuwa huko chombo kimejaa siki. Basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa isopo, wakampelekea kinywani. Angalia ule mstari wa 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, akasema, tetelesai. Hebu sema sasa, tetelesai. Rudia tena. Rudia kwa sauti. Rudia tena kwa sauti. Yesu alipopokea ile siki akasema, tetelesai. Sasa kuna mtu anatafuta tetelesai kwenye Biblia yako.
haipo hapo. Sasa Yesu alizungumza neno chilo tetelesai, ambao kwenye Kiswahili hapa imeandikwa imefanya nini? Imekwisha. Sasa kwa Kiebrania tetelesai maana yake nimekwisha kulipa deni lote. Neno chili Kiebrania linatumika kwenye lugha ya kibiashara. Linatumika kwenye lugha ya kibiashara ya kwamba wewe Kennedy ulikuwa unanidai shilingi 50,000 kwa sababu uliniuzia kitu fulani. Sasa ile hela ambayo ulikuwa unanidai, ile deni yako ambayo ulikuwa unadai, hela yako hii hapa. Kwa hiyo ikatumika neno chilo ambalo linamaanisha kulipa deni lote ulilokuwa unadai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana nilipokuwa naomba hapo majuzi nikasema hiyo lugha tetelesai, maana yake nilikuwa sizungumzi na wewe, nilikuwa nazungumza na Lucifer ya kwamba deni la huyu mtu limelipwa. Ndio maana mapepo yalikuwa yanalipuka. Kwa nini? Yanatafuta kuangalia uhalali, wanaona hawana uhalali, deni limelipwa. Ndio maana akasema tetelesai, maana yake haudai hata senti moja. Haleluya. Haudai hata senti moja. Hii ndio maana ya kusema ya kwamba naye akaifuta ile hati ya mashtaka ambayo ilikuwa inatushtaki. Maana yake inatushtaki kivipi? Kwa sababu ya deni kulikuwa kuna hati ambayo ilikuwa imeandikwa ya kwamba usijenge hapa. Huyu mtu anadaiwa, mahakama labda ikapitisha ya kwamba hii nyumba isiendelezwe. Kwa nini? Huyu mtu anadaiwa. Lakini ile hati ya kwamba isijengwe ikafutwa. Kwa nini? Kwa sababu amelipwa. Haleluya. Haleluya. Kristo Yesu asifiwe. Kristo Yesu asifiwe. Naomba muangalie jirani yako, mwambie tetelesai. Naomba muangalie usoni, mwambie tetelesai. Maana yake shetani alilipwa vyote ambavyo alikuwa anadai. Amelipwa vyote ambavyo alikuwa anadai. Amelipwa, tena haijabaki hata senti moja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kristo Yesu asifiwe. Si mtu mmoja ishangilie hiyo kazi ya msalaba? Si mtu mmoja aishangilie hiyo kazi ya msalaba? Si mtu mmoja ashangilie kile kilichofanyika msalabani kwa ajili yetu? Si mtu mmoja ampe Bwana Yesu makofi kwa sababu ya hicho ambacho amefanya? Si mtu mmoja amshangilie Jehova kwa ajili ya hicho ambacho kimetendeka? Si mtu mmoja apige kelele za shangwe kusema ya kwamba kile kilichofanyika msalabani hakikuwa kitu cha kawaida? Kile ambacho kimefanyika msalabani hakikuwa kitu cha kawaida. Haleluya. Naomba uketi. Akasema ya kwamba imekwisha. Akasema ya kwamba imekwisha. Ndio maana alipotoka hapo, angalia, maandiko yanasema ya kwamba ndani ya zile siku 3 baada ya kukata roho, maandiko yakizungumza alipotokea wanafunzi wake baada ya kufufuka, akawaambia nimepewa ufunguo. Haleluya. 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 Maana yake ni nini? Maana yake ibilisi alikuwa anazo hizo funguo, alipewa na mwanadamu. Kwa hiyo baada ya Yesu kulipa, akaambia haya, rudisha funguo. Funguo gani? Funguo za mauti na za nini? Na za kuzimu na za uzima. Rudisha, 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 rudisha. Kwa hiyo Yesu akawa tayari amechukua hiyo mamlaka. Ndio maana alipokuja kwa wanafunzi wake akamwambia Petro, nimekupa ufunguo wa ufalme. Haleluya. Haleluya.
Ninazungumza juu ya nini? Ndio maana kilichofanyika pale msalabani hakikuwa kitu kidogo. Ni vile ambavyo saa nyingine kulingana na mapokeo, kulingana na nini? Na mapokeo, kulingana na mapokeo. Watu leo watu wanakaa kiunyonge. Si ndio Tunakumbuka nini? Tunakumbuka mateso. Si ndio Tunakaa kiunyonge ya kwamba aliumizwa, ya kwamba alifanyiwa hivi, ya kwamba alifanyiwa hivi. Leo usile. Tuna nini? Tunakaa kwa unyonge fulani. Lakini nataka nikuambie, kama kuna siku ambayo ilipaswa tushangilie kwa kile ambacho Mungu amefanya, ilikuwa ni leo. Kwa nini? Kwa sababu wakati Yesu anaenda kubeba msalaba, anasema alikuwa amebeba huzuni yetu yote. Alikuwa amebeba magonjwa yetu yote. Kwa kupigwa kwake sisi tumefanya nini? Sisi tumepona. Wakati anapanda juu ya msalaba, maandiko yanasema wakati anakufa, na sisi tulikufa pamoja naye, ili tuzaliwe watu wapya wengine ambao wako chini ya mfumo wa ulimwengu wa giza. Bwana Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Ngoja niwaambieni kitu kigumu. Watu wengi sana hatujui vile vitu ambavyo Yesu alivipitia vina maana gani kwenye tafsiri yetu ya leo. Moja, hatujui kufa kwa Yesu kulikuwa kuna maana gani kwetu leo. Hatujui kubatizwa kwa Yesu kulikuwa kuna maana gani leo. Tungeshangilia jinsi ambavyo Yesu alifanya kwa ajili yetu leo. Ndio maana hamna kitu ambacho kitamsumbua ibilisi kama siku ukapata ufahamu wa 100% ya kwamba kazi ya msalaba ilimaliza. Utatembea kifua mbele. Nasema hivi, utatembea kifua mbele. Sinasema hivi utatembea kifua mbele. Nasema hivi utatembea kifua mbele. Sikiliza. Kama ukijua ya kwamba ulichokibeba china nini, my friend, kuna vitu vingine havitatugusagusa. Juzi niliota ndoto moja hapa. Niliota ndoto moja alafu nikajikuta ninacheka sana. Ni ndoto ambayo niliota though haikuwa like sio ndoto zimechanganyikana. Lakini nilikuwa nimelala. Alafu ghafla nikasikia hali ya hewa imebadilika. Na hali ya hewa imebadilika ilikuwa ni nini? Ni wachawi wamekuja. Sasa walipokuja walikuwa wamekuja na upepo. Yaani wamekuja kwa njia ya upepo. Kwa hiyo nikasikia upepo unavuma. Na ule upepo ulikuwa unavuma si kwenye ulimwengu wa roho, mwilini. Kwa hiyo nikaanza kusikia madirisha yanaanza kulia kana kwamba wanafungua madirisha ule upepo mwilini, sio kwenye ulimwengu wa roho. Lakini ghafla nikaona mguu wangu, kwa sababu nilikuwa nimelala kwa kuangalia juu. Nimelala na mgongo. Nikaangalia goti langu, nikakuta huu mguu wangu mmoja ni mkubwa kuliko nyumba. Yaani hili goti ni kubwa kuliko ile nyumba yangu. Alafu sasa nikawa nachezesha mguu. Kwa hiyo nikichezesha hivi unatoka upepo. Ule upepo unawakimbiza, wanapeperushwa kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo Yesu asifiwe. Sikiliza watu wa Mungu. Kama kuna kitu ambacho Mungu ametupa kina thamani kubwa kuliko kitu kingine chochote ambacho tukikibeba ndani yetu ibilisi hawezi akatusogelea, si kingine chochote isipokuwa ni nini? Ni nini? Ni ile damu ya nini?
ya msalaba. Damu ya msalaba. Ndio maana nikionaga mambo yameshindikanika, nikaitaja damu ya Kristo Yesu, vitu vitafunguka. Nikitaja damu ya Kristo Yesu, wachawi watakimbia, wataanguka. Nikitaja damu ya Kristo Yesu, najua kabisa hii ni master key. Ina uwezo wa kufanya yote. Ina uwezo wa kufungua. Ina uwezo wa kuponya. Ina uwezo wa kugeuza vilivyoshindikanika. Hiyo damu ina uwezo wa kugeuza kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hiyo damu ni damu halisi iliyobeba uhai wa Mungu mwenyewe. Haleluya. Yesu akamwambia Mariamu, usiniguse kwa sababu bado sijaenda kwa baba yangu. Kwa nini usiniguse? Usiniguse kwa sababu bado nimeubeba ule uhai. Bado sijaupeleka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo usiniguse. Sikiliza, ukiwa na damu ya Kristo ndani yako, unakuwa ni untouchable. Wachawi hawawezi wakikugusa. Unakuwa ni untouchable. Mizimu haiwezi kukusumbua. Unakuwa ni untouchable katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Ukibeba hiyo damu, hiyo damu. Nataka nikwambie hivi, kama shetani angelikuwa anayajua yote, asingekubali kumchoma Yesu mkuki ubavuni. Sikiliza. Kama shetani angelikuwa anajua yote, asingekubali kumchoma Yesu mkuki ubavuni. Kwa nini? Wakati anamchoma ule mkuki ubavuni, maandiko yanasema ya kwamba maji na damu yakatoka. Maji na damu yakatoka. Maana yake ni nini? Sikiliza, mwanamke anapojifungua, wakati wa kujifungua inatoka maji na damu. Maana yake Yesu alipochomwa mkuki ubavuni, yalitoka maji na damu. Maana yake nini? Mungu alikuwa anazaa kanisa. Mungu alikuwa anawazaa tena. Mungu alikuwa anatuzaa tena. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi tuliuawa. Kwa hiyo kwa kile ambacho kilifanyika pale msalabani, tukazaliwa tena. Kwa maana akasema asiozaliwa kwa maji na kwa damu hata uone ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kazi ya msalaba. Haleluya. Ninashangilia kifo cha Yesu kuliko ujio wa Yesu. Nashangilia kile ambacho Yesu alifanya juu yangu. Kwa nini? Kwa sababu huko ndipo kumenipa maisha. Huko ndipo kunakupa kumiliki. Hebu fikiri, singelikuwa hivyo ingekuaje? Unaishi chini ya ulimwengu ambao shetani ndio mtawala, alafu wewe hauna chochote. Maana yake tungekuwa masikini wa kutupwa. Kwa nini? Kwa hivi tunavyomchukia shetani, angetumaliza siku nyingi, lakini hawezi akatuangamiza. Kwa nini? Tunayo damu. Hawezi akatuangamiza. Kwa nini? Tunayo damu. Hawezi akatuangamiza. Kwa nini? Tunayo damu. Hawezi akatua. Kwa nini? Tunayo damu. Kwa nini? Kwa maana yako maneno mengi sana yananenwa juu yako, lakini iko sauti ya damu ya Yesu. Kwa maana maandiko yanasema ya kwamba damu ya Yesu inanena mema. Wako wanaonena mauti juu yako, lakini damu ya Yesu inanena mema. Umelala ujui wanawazaje. Umelala ujui wanasemaje. Umelala ujui wanapangaje. Wanapanga nini? Wanatamka nini? Lakini iko damu ya Yesu Kristo ambayo inazungumza, ambayo inanena mema. Wanaposema atakaolewe, atazeekea nyumbani, atazalia nyumbani, ataishia maisha hayo, atakuwa singomaza milele, iko damu ya Yesu ambayo inanena mema. Iko damu ya Yesu ambayo inanena ya kwamba huo sio mwisho wake, hapo anapita tu, ipo kesho mpya. Ipo damu inayonena mema. Haleluya. Haleluya. Iko damu inayozungumza. Iko damu inayozungumza. Watu wanaweza wakanena mabaya. Marafiki wanaweza wakanena mabaya. Wasiokupenda wanaweza wakakuwekea mipaka, wakaeka mwisho, wakasema huyu ndio mwisho wake hapa. Hawaijui siri ya damu. Hata kama
tumechoka, lakini bado tuna imani juu ya Yesu wetu. Hiyo imani ulionayo juu ya Yesu inatosha kuzungumza, inaweza ikanena, inaweza ikanena. Damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo inazungumza, inanena mema. Hallelujah, 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 hallelujah. Iko damu inanena. Usiogope, usiogope maneno yao, usiogope utisho wao, usiogope utisho wa wanadamu, usiogope utisho wa maadui zako. Yesu msalabani akasema, tetelesai, tetelesai, mizimu ya ukoo sikia, tetelesai, mizimu ya ukoo sikia, tetelesai, maadui sikia, majini sikia, magonjwa sikia, maurani sikia, mapepo sikia, tetelesai. Jesus, Jesus. Maandiko yanasema ilipofika saa 6 mpaka saa 9, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili, vipande viwili, vipande viwili. Pazia la hekalu likapasuka, pazia la hekalu likapasuka. Ilikuwa sio kawaida watu kuona patakatifu patakatifu, haikuwezekana. Alikuwa anaona kuhani mkuu mara moja tu, tena mara moja kwa mwaka alikuwa anaingia kuhani mkuu kule. Yesu alipopanda msalabani, pazia la hekalu likapasuka. Maana Yesu anasema, kuanzia sasa mko huru, joeni kwangu, ingieni patakatifu tena, ingieni patakatifu tena, ingieni patakatifu tena. Pazia la hekalu limepasuka, pazia la hekalu limepasuka. Utafanikiwa bila mchungaji wako. Pazia la hekalu limepasuka. Utaingia patakatifu bila padri wako. Utaingia patakatifu patakatifu bila Lukasi. Utaingia. Kwa nini? Pazia la hekalu limepasuka. Pazia la hekalu limepasuka. Unaweza ukafanikiwa bila mtu yoyote, bila mtu yoyote, bila mume wako, bila mke wako. Robosha pakoria sika. Kwa nini? Pazia la hekalu limepasuka. Njia imetokea ya kupaingia patakatifu patakatifu. Njia imetokea, 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 njia, 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 njia imetokea, njia imetokea, njia imetokea. Utapaendea patakatifu, utapaingia patakatifu. Hata kama ulikuwa unaona ya kwamba haiwezekani, haustahili, pazia limepasuka. Hata kama wanasema haiwezekani huyu, pazia limepasuka. Pazia limepasuka. Naomba mwambie jirani yako, pazia limepasuka. Naomba mwambie, pazia limepasuka. Hebu tamka, mwambie ibilisi, pazia limepasuka. Mwambie shetani, pazia limepasuka. Iambie mizimu ya ukoo wenu, pazia limepasuka. Uambie umasikini, pazia limepasuka. Pazia limepasuka. Nitaingia patakatifu patakatifu, nitaingia patakatifu patakatifu. Tunao ujasiri wa kupanjia patakatifu kwa njia ya damu ya mwana kondoo, kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Kwa njia ya damu ya Yesu Kristo, aliyokuwa hana ruhusa ya kuzungumza habari za Kristo, sasa anazungumza. Yule ambaye alizuiliwa na mizimu asiwe mtumishi wa Bwana, asiwe jiwe la kwenye madhabahu, asiwe jiwe la patakatifu. Pazia limepasuka, pazia limepasuka, pazia limepasuka. Jesus, 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 Jesus.
wakati anakata roho, maandiko yanasema ya kwamba likatokea tetemeko. Tetemeko likatokea. Tetemeko likatokea. Tetemeko likatokea. Maana yake nini? Visivyotikisika vilitikisika. Visivyotikisika vilitikisika. Visivyogeuzwa viligeuzwa. Rabosha patoria sika. Kwa njia ya damu ya Kristo, hilo tetemeko likapita kwenye misingi ya uchumi wako, likapita kwenye misingi ya ndoa, likapita kwenye misingi hiyo. Shalora basaya shakira makora saka intari ya bashokoria sika. Jesus, 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 Jesus. Mungu anapita kwa mtu. Mungu ameikumbuka damu yake kwa ajili ya mtoto wake. Rako shatoria sika rinda rabakora basaya shandera bakora basanda rabakaya likato rabasa kaye rinda rababosatoria mashanda rabakasike ikota ikanto rabakaya sharibo simandora kasia shanda rabakora basaya shandira bakara bakora basinda shikita rabakora. Damu inafanya upya, damu inageuza tena, damu inabadilisha tena, damu inafungua ukurasa mpya, damu inaachilia neema tena, damu inageuza upya tena. Oriba sotoria shaka. Kuna mtu anaona yuko mwisho. Kuna mtu anaona ya kwamba maisha yangu ndio yamekatiliwa mbali, sioni maisha tena, sioni tena fursa, nimechezea, sioni tena. Sikiliza, damu ya Kristo imekupa nafasi ya pili, imekupa nafasi ya pili, imekupa nafasi nyingine tena. Watakutafuta kwenye mateso waliokuacha, wako waliokukataa, watakutafuta hapa, watakupata. Watasikia habari zako tokea mbali ya kwamba yule aliyedharauliwa, yule niliyemkataa, yule niliyemtupa, sasa hivi ana jina, sasa hivi ni mtu mwingine, sasa hivi ana historia nyingine, sio yule tena. Maisha yake yamebadilika, maisha yake yamebadilika. Yule niliyemkataa sasa ameolewa, ana ndoa yenye heshima. Shabora bakaya masiha. Jesus, Jesus. Rekarababo sanderabo shakandarabakoria basia randarabakora bashanda rekarabakoria sikaya intaya basima roko rabakaya renda rabasika kuria mashandoria basaka. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, rikarabo sandaria basheke shandora bakara masinda ikataya bakoya indaya mashia ndarabo saya. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo, kazi ya msalaba, kazi ya msalaba, kazi ya msalaba. Nguvu ya damu ya Yesu, nguvu ya damu ya msalaba, nguvu ya damu ya msalaba, nguvu ya damu ya Yesu, nguvu ya damu ya msalaba, nguvu ya damu ya Yesu, nguvu ya damu ya msalaba, nguvu ya damu ya Yesu, nguvu ya damu ya msalaba. Jesus, Jesus, my God. Shalora masekerabo nikandera bakoya shandera masairia bakora sikiri kandara bakuria shandara baria masandoro bakora ripasataria mashandara bakora. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kuraba shandaria basaika. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Shetani imekula kwako, damu ya msalaba imesimama. Lucifer, oria masaiko ria masaya. Lucifer sikia, damu ya msalaba, 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 damu ya msalaba. Juu ya karama, juu ya vipawa, juu ya dhahabu, damu ya Yesu, damu ya msalaba, damu ya msalaba, damu ya msalaba. Juu ya tunu za kifalme, damu ya msalaba, damu ya msalaba, damu ya Jesus. Jesus, my God, my God. Shekerere sanirabosaka, my God. Jesus. Shekere seri rakandara baboshke riandera malarabasakaya
Shenere bosikiri kandara baba baseke. Randere keterebe korama shakantea. Rakatara mamondori kasipatoria. Damu ya Yesu ikafungua milango isiyofunguka. Damu ya Yesu ikafungua. Damu ya Yesu ikafungua. Damu ya Yesu ikapasua. Damu ya Yesu ikatikisa yale malango yaliyokuwa yanazuia. Damu ya Kristo Yesu. Damu ya Kristo Yesu. Damu ya Kristo Yesu. Damu ya Kristo. Damu ya Kristo. Damu ya Kristo. Damu ya Kristo Yesu. Damu ya Kristo ikapasua malango. Kandaraboseke. Shanderabosi. Alakandera shenderebosi. Rikarabakoria mashandarabosa. Karabakoria siki. Zungumza tu, zungumza tu, zungumza tu. Sema tuna Kristo, sema tuna Kristo. Sema tuna Kristo. Sema na Kristo, sema na Kristo. Rindarabakoria mashandarabosiki. Rikandarabakora baba shandarabakasiki. Oh, damu ya Kalvari, damu ya Kalvari. Damu ya Kalvari, damu ya Kalvari. Damu ya msalaba, damu ya msalaba. Damu ya msalaba, damu ya msalaba, damu ya msalaba. Damu ya msalaba, damu ya msalaba. Damu ya Yesu, damu ya msalaba. Damu ya msalaba, damu ya msalaba, damu ya msalaba, damu ya msalaba, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikatuzae upya, damu ya Yesu ropa sakatea, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu. Jesus. Jesus. Damu ya Yesu ina uwezo wa kurudisha dhahabu iliyositirika. Ina uwezo wa kufichua dhahabu iliyopotea. Ina uwezo wa kurudisha dhahabu iliyopotea. Damu ya Kristo Yesu ina uwezo wa kuwarudisha waliofungwa. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, damu ya Yesu Kristo ndani ya huyo mama, damu ya Yesu Kristo ndani ya huyo mama, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ndani ya huyo mama, ndani ya huyo msichana, ndani ya huyo mtoto, ndani ya huyo baba. Hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu ikazae jambo jipya, ikazae historia mpya, ikazae maisha mapya, ikazae maisha mengine, ikazae historia mpya, historia mpya, historia hiyo, historia mpya, historia mpya ikazaliwa ndani yako, ikazaliwa ndani ya Jesus. Jesus. Shalorasiki. Hallelujah. 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 Shalera mandoroboseke. Shikandera bokosina. Rindara balori kasabrama. Shandira bakosira. Rikandara bakora bashike. Rindara bakoria masia. Shalora mandeseke rabakora. Sikindiri kandere bekora. Sindiri arabakoria masinda. Shakila rabasonda. Mindiri kadobosiki. Rikanteria bakasira. Shandara bakoria mashandara baseke. Kitiria katairia masando robosiki. Shalida ramasondo robokora basaika. Inta yasulete feshedi masia. Rikandoria seke rekandora bakaya. Shele rikandere besora makaya. Shindara bakora babasike. Inta yabasaitorianto robosanda. Rakata rabakora mashendeni misotoria sikikiki. Ita ya masolo taya mashia. Mungu liha. Sandara bakoria mashaika. Kandarabakoria masaiki. Rikatarabako shindiri bisotoria masandarabako. Katika jina la Yesu. Ukiwa chini ya uwepo wa Mungu unaendelea kuomba, unaweza kuunganisha na sadaka yako wakati unaomba. Unganisha na sadaka yako mbele za Mungu katika jina la Yesu. Unganisha na sadaka yako mbele za Mungu aliye hai. Unganisha na sadaka yako mbele za Mungu aliye hai. Rikandarabakoria mashairi ya masinda. Rakatarabakora bashandarabakasiki. Rikandarabakoria masaika. Katika jina la Yesu
Yesu Kristo wa Nazareti. Rikamando seke shepreko palata mainda. Kazi ya msalaba na damu ya Yesu Kristo, kazi ya msalaba na damu ya Yesu Kristo ikatuzae tena, ikatuzae tena katika jina la Yesu, ikatuzae tena. Ile kazi ya msalaba, ile kazi ya msalaba iliyofisha mauti, iliyofisha kuzimu, ikatuzae. Kaisa paratia kontepelekusa shaprakata ya dapa lese perete. Lete sadaka yako huko unaitangaza kazi ya msalaba.